nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila akaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumwona yeye wala hakumtambua. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Haleluya! Yesu amekuja ili avunje kazi za Ibilisi ndani ya moyo wa mwanadamu. Huu ndio ujumbe wangu jioni ya leo. Yesu amekuja ili avunje kazi za Ibilisi ndani ya moyo wa mwanadamu. Na tukisema kazi ni Kiswahili. Kuna wengine wanafanya kazi serikalini. Kuna wengine wanafanya kazi ya biashara. Kuna wengine ni wakulima. Kwa hiyo anasema naenda kazini, naenda shambani, naenda kwenye biashara, au ni mwalimu, ni daktari. Hata watu wengine wanajua anafanya kazi eneo fulani. Huyu ni mkulima. Huyu anafanya kazi ya ufugaji. Wanasema mwili wa mwanadamu kwa kanuni ana kazi. Pia katika roho ya mwanadamu kuna kazi zimewekwa moyoni. Sinaweza kuwa za Ibilisi au kazi ya Mungu. Haleluya! Haitokei tu mtu kwenda kufanya kazi ambayo haimo moyoni. Kiona anaenda kulewa, maana yake pepo za ulevi zimo wapi? Moyoni. Ni kazi za Ibilisi zimewekwa. Shetani ameweka kazi zake ndani ya mioyo ya wanadamu. Kwa hiyo ni kuwatuma kafanya hivi wewe. Ameweka section. Amewapanga walevi kwenye section ya ulevi, kwenye uzinzi, wachawi, sema uongo, sengenyaji. Yote yale yamo ndani ya moyo wa mwanadamu, ni kazi za Ibilisi zimewekwa. Huyu mtu ataenda kanisani, anasali, lakini moyoni mna kazi za Ibilisi. Anasema Yesu ni Bwana, tumuinue, yeye ni mwema, lakini kazi anayofanya ni ya Ibilisi, maana imo moyoni. Karibisho ili avunje kazi za Ibilisi ndani ya moyo wako mwanadamu. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Akiingia moyoni anavunja kazi za Ibilisi. Ni mfalme, ni Mungu muumbaji. Ana kazi ya kuvunja kazi za Ibilisi ndani ya moyo wa mwanadamu. Wanadamu wengi wamemkataa moyoni. Na yeyote aliyemkataa moyoni mwake, apende asipende, shetani ataweka kazi zake. Hata kama wewe mhubiri, hata kama ulicho askofu, haogopi shetani kuweka kazi zake kwa askofu au kwa mchungaji au kwa mwinjilisti au mlokole, ili asiweke kazi zake ndani ya moyo wako. Haingia Yesu Kristo aliye hai milele. Hakika moyoni haikai kazi ya Ibilisi. Anakaa mfalme kuendesha kutenda ampendezaye. Anasema mtu akikaa ndani ya Kristo, mambo ya kale yanaondoka, yanaingia mapya. Maana kazi za shetani za zamani zinaondoka, zinaingia kazi mpya za kimungu. Mtu yote anajua kusamehe, anaushinda ubaya kwa wema, anaongea kweli, uongo haupo tena, maana amekaa Kristo ndani ya moyo wake. Anamwendesha kufanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu sio kuhubiri. Kazi ya Mungu sio kuitwa mchungaji. Kazi ya Mungu ni yale unayotenda. Ni nani? Simba kabila wa Yuda, anakuita mama, anakuita kijana, anakuita baba, anakuita binti. Yatosha kufanya kazi za Ibilisi. Mtu kila siku anaamka asubuhi mpaka jioni, kazi hizo zifanya zote ni za shetani. Maana si moyoni, ni kutumwa tu kazini. Sio kwamba anazini tu ghafla. Pepo ya uzinzi limo mle moyoni na ana mawasiliano na mahawala. Hata wewe mke wa mtu, shetani haogopi kuweka kazi zake kwa sababu umeolewa. Kuna mmoja alisema, unajua vitani, wakifikia wakati vitani takiwa waoe wasikusumbue. Kwa sio kuondoka kwa tamaa ya uzinzi. Sambi itakaa tu.
ili mradi wa moyo hauna Yesu, haujaingia ndani yake, hawezi kushinda dhambi. Yuko mwanaume mmoja, simba kabila wa Yuda, aliacha enzi na mbingu, alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi ndani ya mioyo yetu wanadamu. Hajaingia Yesu atuoe, mke yumo ndani na utakuwa na mawala watano. Nini? Mle moyoni mna kazi za nani? Kazi za ibilisi. Na ameweka matamaa kwa wanadamu. Saa hizi ndio hatari, kama Sodoma na Gomora. Saa hizi hata wewe binti akitembea kutoka hapa kufika Misungu ametongozwa sana huko njiani. Yaani wao wanaume, wao wanawake, shetani amepanda hizo mbegu na ameweka hizo kazi zake. Ni matamaa. Akimwona binti yote anamwangalia, sister, dada, unaenda wapi? Matamaa, nguvu iko mle ndani. Na yeye kama na yeye ndio amebeba kazi za ibilisi. Nashangaa, mimi kaka, ulikuwa unaniita malaya wewe? Wapi unaenda mwanadamu? Takana kazi za ibilisi zo mpaka lini? Hana umekuba kukataa dhambi. Hana kaweka binti kanajigeuza. Kwanza alivyovaa tu ni malaya. Mapaja nje amevaa kaleuleu, anaonyesha kila kitu. Unadhani wewe una kazi gani huko ndani? Mimi napendaga tungo za sio hivyo. Wewe umo moyoni mna kazi za ibilisi. Yaani unajionyesha kwamba uko kwenye biashara, umevaa nguo za kikahaba, malaya. Ana mume na nyumbani. Muone ukimwona alivyovaa. Kazi za ibilisi ziko huko. Kwa hiyo anaashiria ukutane, huyu naye ana tamaa na huyu naye amevaa hilo kama unawezani maanania kuwekea maandazi ya vitumbua. Kwa hiyo naye anamtamanisha. Kwa hiyo anakutana, sumaku zinang'atana. Dada, hawataka kuitwa mama. Sister, hivi ndio wewe na unakufananisha. Mimi. Uko na mume nani? Na watoto, wanazaa watoto nani? Hata sio mume wake. Wanaume wana kazi. Tabu mwanadamu hata uovu. Tabu geuka jioni ya leo. Yuko mwanaume hawezaye kubadili tabia. Yuko mwanaume anayeondoa tamaa. Yuko mwanaume wa wanaume mmoja tu anayetosha kukokoa kutoka kwenye tamaa ya dhambi. Kwa Yesu nakuwa na mume mmoja tu na watoto unazaa naye huyo tu. Wewe mwenyewe ni shahidi. Hao watoto ulionao wamezaa na mmoja naye huyo. Wengine pua ndefu, wengine wa visogo virefu, vingine kabisa na mume alivyo. Hata mtu mwingine akiangaza, jamani, mbona anafanana na fulani? Toba, acha njia hizo baya. Kaka kwenye haya matamaa mpaka lini? Kazi za ibilisi, ndiye shetani anaongea na anamwelekeza, anaonekana kama mchanja. Anasemeje? Kwani alinishika? Kwani ameniona wapi? Yuko hakimu anasi. Kila goti tapigwa mbele zake na kila ulimi takiri kwamba ni Bwana, na kila mwanadamu ataenda na furushi lake. Hakuna ambaye atalikwepa. Hayo natenda, hayo ni furushi. Najua shetani anawadanganya watu. Na amekudanganya hata wewe unanisikia. Mtu anaenda kuzini, alafu yeye anamuonyesha kana kwamba amepata mshahara kwa sababu amepewa hela. Awe mama, awe binti. Kwa hiyo wanaelewana, tanipa ngapi? Anajiuza. Wanakopeshana mwili. Alafu yeye hapo mle ndani shetani anaongeje? Si unaona sasa? Umepata hii 200,000. Ungeipata wapi 200,000? Kwa hiyo anaanza kupata moyoni mwake kana kwamba huo ndio mshahara wa dhambi. Sikiliza mwanadamu. Hiyo kazi unayofanya ni roho yake inafanya. Roho kazi inayofanya italipwa na mwenye roho. Ili shetani kukamata endelea kufanya kazi zake, anakuonyesha mambo haya ya mwili. Wengine wametoa tandago watoto wao. Mtoto aliyemzaa na mtoa ndago. Hapa anasemeje? Nataka nikutajirishe mganga. Yeye anaona ni kama anapata mshahara, yani kuja kutoa mtoto amue eti yeye ndiye amtumie mletee hela au mharibu ndugu. Anaona kana kwamba anapata mshahara. Kumbe bado mshahara wako mpendwa. Kati mwingine unaweza kaitota Bwana asifiwe. Madini ya kiokole ni mengi. Na makafara unatoa. Na miungu unayo. Unadanganywa kana kwamba huo ni mshahara. Kila roho itendayo dhambi, hiyo ndio itakayokufa, na mshahara wa dhambi ni mauti. Heri jioni ya leo ukiacha Baba aliye hai ukageuka kutoka
kwenye udanganyifu wa dhambi. Yaani wewe roho yako ndiyo inafanya hizo kazi za ibilisi. Hapo ibilisi anakuambia tunapata mshahara duniani. Hakuna mshahara wa dhambi hapa. Mshahara wa dhambi utalipwa na mwenye roho. Au mtu anaishi na yale makazi ya ibilisi moyoni ameweka, hapo anatembea na lile furushi ya matendo yake. Tengana mwili na roho, unaenda na lile furushi ukapate nini? Toba ya mwanadamu. Geuka leo. Acha dhambi, acha miungu. Wachungaji saizi wameacha Mungu, wamebeba miungu. Na wanawapa watu miungu, pokea gari, unaenda kuinuliwa. Maana wameacha Mungu, wana miungu ya dunia hii. Huyo anaitwa mchungaji, huyo anaitwa askofu, huyo anaitwa mwinjilisti. Sikiza anachokihubiri, sio nafsi ya mwanadamu na dhambi. Anasema unaenda kuinuliwa. Kesho yako utakuwa na gari yako. Kesho utakaa kwenye nyumba ya upangaji. Amini kwa jina la Yesu. Pokea nyumba. Yupo atakayepima kazi tena kwa moto. Heri ungetubu leo, heri ungerejea leo. Yupo simba kabila wa Yuda, haweza kukuokoa, kukutoa kwenye miungu ulionayo. Hiyo miungu haina wokovu, wala sio mwanadamu. Ni mwanaume mmoja tu aliyedhihirishwa aondoe dhambi ndani ya mioyo yetu wanadamu. Anaitwa Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Akiingia moyoni anaondoa dhambi. Gari haiwezi kuondoa dhambi ndani mwako. Ni miungu ya dunia. Nyumba haina kazi ya kuondoa dhambi. Na hakuja Kristo ili wewe upokee nyumba. Naenda kukuombea uinuliwe. Naenda kukutabiria. Danganya sana. Lakini kila kazi ya mtu itapimwa tena kwa moto. Danganya sana. Mimi nabii wa Bwana. Nabii wa Bwana. Useme kupokea magari wapi? Nenda kutabiri utakuwa na duka kubwa. Mbona wewe nabii huna duka? Waganga wa kienyeji nyinyi. Toba acha njia mbaya. Kama mwanadamu acha njia mbovu hizo. Tadanganya watu wa Mungu mpaka lini? Na wanadamu wanapenda kweli. Kwenye kutabiriwa wamejaa kama kumbikumbi. Kisema kama mpokee Yesu, muondoe uzinzi ulionao. Injilikani hizo. Tunasemana. Lazima usemwe. Ukiamini unapona. Kikataa kikutahukumiwa. Na neno leo anaitwa Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Alidhihirisha ondoe dhambi ndani ya mwanadamu. Chini ya mbingu hakuna mwanadamu anayeweza kuondoa dhambi ndani yake. Hata usome elimu ya juu, hata uwe profesa, hata uitwe mheshimiwa. Kuna watu wakikaa ofisini, mheshimiwa, mwanaita chifu, mkuu, chifu. Huyo chifu tena ni mzinzi. Ana kimada. Dhambi imo. Haiondolee dhambi kwa ajili ya elimu ulionayo. Haiondolee dhambi kwa ajili ya profesa. Yuko mwanaume mmoja anayeondoa dhambi, anaitwa Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Anakata kiu ya dhambi ndani ya moyo wa mwanadamu. Elimu haitakufanya utoke kwenye dhambi. Hata itwa askofu aondoe dhambi. Nilikuwa nashuhudiwa na mtu mmoja wa Mungu. Anasema, mchungaji, mimi nilichoka kabisa, nikasema sasa kuokoka kuna maana gani? Nilifungua duka. Yeye akiwa mwanadini tu. Sasa hivi ameokoka, lakini sasa nasema nilikuwa nauza pale dukani. Siku moja kaja mchungaji na watoto wake hawa. Mchungaji anahitaji viatu. Nikopeshe kijana. Viatu pea hizi. Akachukua viatu, watoto wakaenda shule. Anasema, mchungaji ni chenga kulipa deni. Nikajiuliza, hivi hawa ni wachungaji au? Sasa tena yeye mwenyewe tena anasema acha dhambi. Tena naye amekopa deni, hapo anirudishi. Uchungaji haumfanyi mtu aache dhambi. Wala Bwana asifiwe. Haiondoi dhambi. Saizi kwa kama salamu mwangaruka. Wala haina chochote. Na mnena mwenye samani, anayepita vyote, anaitwa Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Akiingia moyoni anaondoa dhambi Bwana. Maana alidhihirishwa ili aziondoe dhambi. Mtu anaweza kaitwa mchungaji hata Yesu hayumo moyoni. Na Bwana asifiwe, anapewa. Na wewe ni shahidi. Waweza kuitwa mchungaji bado muongo, bado na madeni, bado na miungu. Kama hiyo miungu ya hela,
waweza kujiita nabii, lakini bado huna Mungu. Na mnenari alikuja kuokoa mwanadamu. Yeye hana vyeo, hana watakatifu. Amesema watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Hao ndio ninaopendezwa nao. Hapendezwi na wachungaji, hapendezwi na maaskofu, hapendezwi na walokole. Saizi walokole wako kama kumbikumbi, wamejaa kila mtu nimeokoka. Huyo ni malaya, huyo mwongo, huyo yani ukimkuta hata alivyovaa tu ni dunia, huyo msengenyaji, huyo mlogi. Usiku anapeperuka kwa nyumba za watu, tena yuko kuimba tenzi za rohoni. Mbinguni ya watakatifu waliokubali Yesu moyoni, avunje kazi za ibilisi, aharibu miungu moyoni, abome madhabahu za kipepo ndani ya mioyo, ageuze na kutahiri moyo wa mwanadamu, awe mpya mwingine. Wewe ukoje? Na moyo wako ni shahidi. Injili ya Yohana, ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4 anasema, kila atendaye dhambi afanya uasi. Dhambi ni uasi. Awe askofu, awe mchungaji, awe mlokole, awe mwanadini, anayeishi na dhambi, huyu ameasi. Hiki kipindi nimeokoka, nitoka kwenye ile dini ile kaanza kuniambia wewe umeasi, na mimi sielewi maana ya uasi. Ila nikasema mimi nimeamua kuokoka, sitaki kabisa kurudi kwenye dini. Wananiambia umeasi, umeacha dini yetu kubwa, umeenda dini ndogo hizo, umeshaasi wewe. Kumbe yeye mwenyewe anamwambia mwingine ameasi, ndiye asi. Anasema hivi, kila atendaye dhambi afanya uasi. Maana dhambi ni kwa maana yake mwanadamu amemwasi Mungu aliyemuumba, anaishi kinyume na anaishi na kazi za shetani. Ameumbwa na Mungu, pumzi ni ya Mungu, alafu yeye anaishi na dhambi. Huyu ameasi, maana yake yuko kinyume na Mungu. Ndio maana hukumu haitasimama na askofu wala na mchungaji. Hukumu inasimama kwenye nafsi zote za wanadamu, na wote tutaenda kwenye kiti cha hukumu. Kila mtu apate mshahara wa kazi aliyoifanya. Hata hapa tulipokiwa moja, kuna kazi anafanya Roho. Mungu wa mbinguni anaangalia kazi unayoifanya, anaangalia kazi unayoifanya. Mtu huyu atakapoondoka, anaondoka na ile furushi ya kazi ili akapewe nini? Mshahara. Unatenda nini mwanadamu? Moyoni umeweka ya nani? Moyo wako umebeba kazi za nani? Wengine hata hivi nahubiri wako kuteta, wengine nahubiri hivi ndio wanaenda na mahawala wanachati, wengine saa hizi ndio analoga. Yaani mtawa analoga, hata humuoni kwamba analoga, huko anaongea naye, huko anakuloga. Nimekaja nikusalimie hapo hapa, anafanya kazi alionayo mle moyoni, anasema kingine, amebeba kingine. Hiyo kazi hiyo mwanadamu, hiyo kazi na msala wa dhambi ni mauti. Inafuatayo wapata mauti, iko tena mu heri ungetambulo. Yuko Yesu aliye hai, haweza kuvunja kazi ya ibilisi ndani ya moyo wako, ukawa salama. Bwana unaloga, lete matunguri, leta hayo manguvu ulionayoagiza kwa majamani. Mimi na kazi ya ibilisi, nataka nitubu, niache hizi kazi. Nalogaga hivi, vifaa hivi hapa. Kaume unampa talaka shetani na kazi zake, kwamba Yesu umekuja ili udhihirishe, uondoe dhambi, uondoe kazi ya ibilisi ndani mwangu. Bwana, niko tayari kuhama. Taki kazi ya ibilisi ndani mwangu. Chukua watu wa leo, takana kazi ya ibilisi makalini. Shetani sasa ameacha watu wasali makanisani kama kumbikumbi, imekuwa kama hisa, sehemu za kusaidiana katika mwili. Kusudi la Mungu limeondoka. Ndio maana wanafika kanisani, wanapika na makande ya kuuza Jumapili. Wewe utakuja upike makande au utachoma chips kiwemo humo kanisani. Sema jamani, watoto wanalia, wanunulieni kande huko nje. Kuna Mungu hapo? Hiyo si dangulo, huko ni sokoni, huko kwa mama antilie. Anaitwa Yesu Kristo Nazareti, akiingia marani, anaondoa miungu ya pesa, miungu ya dunia hii isiyoweza kuokoa. Anakaa mwenye mfalme, shujaa wa kuokoa, aliye mwokozi wa wanadamu. Anaanza kuendesha nafsi ya mwanadamu. Anapoabudiwa huyu
utakuta wanauza kando. Hapa anashuhudia mtu mmoja Mungu. Eti anaambiwa kabisa kwa yeye anatoka nyumbani na kitenge kwamba yeye anaenda kupika makande, sio kusali. Kwa yeye anaelewa siku hiyo ya ibada hana. Sasa mimi nikauliza, sasa mnahangaika nini? Ile nyumba kama ni nyumba ya sala kumwabudu Mungu, itakuwaje tena hiyo ya kumwabudu Mungu? Mnasema mnamwabudu Mungu, tena mmeweka mama ntilie tena. Si bora msiende hapo, nendeni sokoni tu mkauze. Nyie hamui ibadani, mko kwenye biashara. Sasa mmekusanyika nini hapo? Nendeni sokoni mkauze, fungeni hilo danguro. Haabudiwi Mungu mtakatifu namna hiyo. Ni mtakatifu. Aliingia kwenye hekalu akakuta humo wanauza njiwa, akavunja vyote. Unafanya nini kwenye nyumba ya Baba? Hii ni nyumba ya sala, sio biashara. Sio unang'ani. Tobu mwanadamu, hiyo miungu uliyobeba. Tobu wachungaji mliobeba hiyo miungu. Tobu maaskofu mliobeba hiyo miungu. Wanasema ni wakati wa kutafuta pesa, sio kutafuta Mungu mwenye pesa. Yaani wameacha Mungu mwenye hela, vitu wanatafuta hela zikae ndani ya mioyo. Zinaondoa dhambi hela. Magari yanaondoa dhambi. Majumba na magorofa mnayoendea yanaondoa dhambi. Yuko mmoja aliye wa samani, uzuri wake hauelezeki. Samani yake inapita vitu inavyotamanika. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amesema yeye ni wa samani kupita fedha, ni wa samani kupita dhahabu iliyo safi. Anasema amekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, fedha na dhahabu, bali kwa damu ya mwana-kondoo isiyo na hila wala waa. Tutoke kwenye mwenendo usiofaa tulioipokea kwa baba zetu, turejee kwa Mungu katika roho. Wananyie tena wameingiza miungu. Hii ndio roho ya uasi. Kila tendaye dhambi afanya uasi, maana dhambi ni uasi. Anasema maana yeye alidhihirisha ili aondoe dhambi. Tena dhambi haiko ndani mwake. Yaani mioyo baada ya kupokea Yesu, eti mioyo inapokea miujiza. Kuna muujiza gani tena kama kutoka kwenye dhambi mwanadamu? Na mwanadamu kutoka kwenye dhambi anakuwa mwana wa aliye juu. Ukiwa mwana amesema ufalme kwanza, mengine atakuzidishia. Yaani ongeza, akupe sikupe. Sawa, tunataka kwenda mbinguni. Ngoje. Ndani ya moyo wako mna kazi za nani? Yupo mwanaume aliyeonekana iondoe dhambi ndani yako mwanadamu. Tena dhambi haimo ndani mwake. Alidhihirishwa aondoe dhambi. Dhambi haimo ndani mwake. Amesema kila atendaye dhambi hakumuona yeye. Kwa mwanadamu unapoishi na dhambi hujamuona Kristo. Macho ya nani yametiwa upofu. Unaona miujiza unayoambiwa hayo. Unaona mambo ya dunia. Macho ya nani hajatiwa nuru. Yuko leo haweza kukuokoa. Yuko leo maana neema ipo, haweza kubadilisha. Yupo leo simba kabila wa Yuda, aliye mwokozi wa nafsi za wanadamu. Watu wamekataa Kristo ndani ya mioyo yao. Wana miungu ya fedha, wana miungu ya dunia hii, na wameikaribisha dunia ndani ya mioyo. Dunia imekaa ndani ya mioyo inawaendesha. Ndio maana wanaongelea mambo ya dunia. Haitatokea sehemu anapoabudiwa Kristo aliyezitanda mbingu na nchi, ambaye alikufa msalabani, eti kuna bagia nje zinauzwa na vibamba, kuna vitumbua hapo. Eti ndani mnamwabudu Mungu, hapo eti wamepanga vitumbua. Sio Mungu, ni mwenye wivu. Aliwaambia Israeli, mimi ni Bwana Mungu wenu, niliyewatoa katika nchi ya Misri. Msiwe na miungu mingine, msisujudie wala kuitumikia, maana mimi ni Mungu mwenye wivu na neno hilo aliyestahili kuabudiwa. Ndani ya moyo wako ni mwanaume mmoja pekee, ni mwenye wivu. Anabatilisha, anachukia utukufu wake kupeana na miungu mingine. Wewe ukoje mwanadamu? Na moyo wako ni shahidi. Yumo Kristo umo moyoni. Na saa hizi wanapeana miungu. Hayo watu wanaona ufahari wa dunia. Akijenga nyumba, anasifu, anasifia nyumba, nina nyumba yangu, nina nini na gari. Anasema Bwana ameniinua. Anainua na magari. Si kuinua kwa hata uzinzi. Akuinua kwa hata uongo.
akuinue kuacha uchawi, akuinue kuacha usengenyaji. Anaondoa mwanadamu kwenye dhambi, huko ndio kuinuliwa, sio vitu. Kwani wapagani hawana vitu? Hawana magari? Kwa hiyo tayari ni Mungu ameinua. Tena wametoa na ndago, wametoa makafara ili wapate nyumba nzuri, kwa sababu ndani ya mioyo yao mna tamaa ya dhambi, kuna kazi za ibilisi. Yaani mtu mpaka anafikia hatua anasema mimi inabidi niwe mwanaume. Yaani mganga anamwambia yeye yote tutakayopata huko kata. Wana ama ujasiri hatari. Nilikuwa nashuhudiwa na mtu mmoja wa Mungu, nilikuwa naenda kumshuhudia kwake, hata kigoda hana. Ananiambia, mchungaji, nimetembea waganga Afrika Mashariki. Asema nilienda mganga mmoja. Sasa wewe naona yaambiwa vitu sasa, kwamba eti Yesu anakupa vitu, sio kwamba akupe uzima wa milele uache dhambi. Anasema huyo mganga akasema uwe mwanaume tena usimame kiume kama tairi pango. Anasema tulikuwa wawili, kila mmoja anaenda njia yake, unachokutana nacho huko ni halali yako. Uwe mwanaume, unakuwa shujaa, wanajaziwa mshujaa ya kipepo. Anasema natokea hivi napanga nakutana na mama uso kwa uso. Anasema nguvu zikaisha mwilini, nikasikia kutetemeka jasho mpaka miguuni, panga likadondoka chini. Anasema ghafla nikageuka kama vyovyote vile, basi kama ni hivi basi utajiri mimi basi taki vyovyote. Anasema narudi, liganga limechukia macho, unanichezea, umekuja kunipima mimi. Mwenzake akafaulisha, kuna mambo ya ajabu chini ya mbingu. Hao unaona watajiri hao bila Yesu umejaa ndagu, wana misiba na shetani amekudanganya kwamba tunaitwa tajiri. Ole, hiyo ni mauti yako milele. Hatukuja na kitu, hakuna takatoka na kitu. Heri jioni leo ungetubu na kuacha ndogo na kuacha uchawi na kuacha uwaji huo. Watu wanataka ufahari wa dunia, wamefanya mauaji. Wengine anaweza kumweka hata mdogo wake akawa zezeta, yeye awe na gari ya kifahari, wanamwita bosi, tajiri huyu. Kila mtu anamheshimu. Taka heshima za wanadamu, taenda nazo wapi? Ulitoka kwa udongo na kwa udongo utarudi. Heri ungetubu leo, heri ungegeuka leo, heri ungerejea leo. Acha kazi bovu mwanadamu. Unadhani kwa nini afika huko mtu? Ni tamaa, kazi za ibilisi zimewekwa. Anataka hela, anataka magari moyoni, anazana ataondoka naye. Haleluya, haleluya. Yule mtu wa Mungu anasema nilirudi nikapigwa faini. Maganga makali, piga faini. Anasema nikasema bora nilipe tu faini. Nimetoka kulipa faini, simu mama akanapigia, mwanangu, unataka kuniua kwa ajili ya utajiri? Uniue kabisa. Anasema hata ya kujibu sina. Utajibu ni sifeni muache. Unajua dhamira ni yaani dhamira ya mtu mle moyo ni polisi, ina hukumu. Anajua kabisa hiki nilichokuwa nafanya ni kibaya. Hapa anapoambiwa mle ndani asikia hukumu. Anasema nisikia hukumu. Nikaamua nirudi. Namkuta kwa hata kigoda hana. Lakini anasema yule mwenzake alikuwa anaishi Shinyanga, sasa yuko Kahama, ni tajiri na maduka makubwa. Alifaulu kuwa kwa ajili ya kupata mavitu ya mwili. Tena uliyekuja kwa Yesu umekuja kwa ajili ya mavitu ya mwili. Ulikuja na nini toka tumboni mwa mama yako? Uje kwa Yesu kutubu, uje kwa Yesu kuacha njia mbaya, uje kwa Yesu kuacha dhambi, maana ibilisi azivunje kazi za ibilisi ndani ya mioyo ya wanadamu, ili mwanadamu ageuke kutembea na sheria ya Baba aliye hai. Simba kabila wa Yuda akiingia moyoni akaondoa dhambi, hata kikupa vingine vya tuvihubiri, maana ni vya nyongeza na havina thamani wala havina sehemu kwa habari ya nafsi yako. Nani aliondoka kazikwa na magari? Na ule ni mwili wa marehemu. Nasi naondoka na matendo tu. Uwe na magari, uwe na magorofa, si utaondoka na kitu. Kila nafsi ya mwanadamu itarejea kwa Mungu na matendo, na ndio kitu cha thamani. Saizi wanadamu wamepinduliwa fahamu, wanaona vya thamani ndio hayo magari. Kwa ndani ya mioyo yao imejaa tamaa, mpaka wachungaji na walokole wasikia wanavyoimba, umeniinua Bwana, umenikumbuka. Yuko kwenye gari ya kifahari tu, amekukumbuka na gari.
Mbona wapagani wanayo? Wamekumbukwa na nani? Hayo ni matamaa, hayo ni miungu ndani ya mioyo ya wanadamu. Yukaria hilo haweza kutoka. Mwanadamu, rudi, toka kwenye miungu, toka kwenye vinyago, toka kwenye uovu jioni ya leo. Simba kabila wa Yuda yu hai, anaweza kutoka kwenye hivyo vifungo. Wanasifiana mafichu sasa hivi. Mchungaji kama hana gari anakaa kama sio mchungaji. Mchungaji gani anatembea kwa mguu? Niambie, Petro alikuwa na gari gani? Maandikwa wapi? Paulo alikuwa na gari gani? Amehubiri Injili kwa kasi kubwa. Mitume na manabii walifanya kazi ya Mungu. Wapi walikuwa na magari? Kama Mungu amekupa miguu, si unatembea miguu? Beba Kristo moyoni. Acha miungu aliyoibeba. Beba Yesu moyoni. Anaondoa dhambi, anafungua vifungo, anaponya. Ni simba kabila ya Yuda aliye hai milele. Alidhihirisha ondoe dhambi kwa wanadamu, na hakuna kitu kingine kilichomfanya ache mbingu. Alikuja kutafuta wewe na mimi tutoke kwenye dhambi. Uwe na nyumba, uwe umekaa ya kupanga, uwe na nyumba inavuja, kinachotakiwa ni kuacha dhambi. Vyovyote vile, uwe kwako hata kigoda hakipo, hakuna shida, acha dhambi. Ndio kazi ya Kristo. Na akitaka kutoa hayo maisha, atakutoa, na sio vigezo vya kujisifia. Tunamsifu yeye atupae pumzi na uhai. Tunamwinua yeye ndani ya mioyo, maana ni mfalme, ni baba, yu hai milele, hana mwanzo wala mwisho, na kila goti itapigwa mbele zake. Iwe goti la shehe, iwe goti la mganga wa kienyeji aliyedanganya watu anaita watu wangu, goti itapigwa mbele za mwenye watu. Maana waganga wanaitaka watu tu wakwao. Watu wangu wale waemba naita watu wake. Una watu wanadamu. Unajua umbaji, unajua gharama ya pumzi. Haita watu wangu, watu wako. Na kweli mwanadamu anaenda anapiga magoti kwake. Hapo anamuita baba lolo. Nilo lake eti yeye ndiye amwangalie. Kuangalia huyu anayekufa na kujua huyu. Sio kuangalia aliyemuumba. Unamwambia anayekufa naye ukua na lazo iteja kuangalia. Ni mambo ya ajabu chini ya mbingu yanaendelea. Na wanatoa heshima hata kama mganga wewe kijana, mtu mzima kabisa anapiga magoti anamuita baba. Heshima kubwa, yani yeye kama Mungu. Na kwenda anatoka hapo, amempa maneno ya kutembea naye. Amempa na mizigo, vitu vya kufanya. Baada ya kwa mwanadamu atembee na neno la Mungu linaovunja kazi za ibilisi, nani anatembea na maneno ya mganga wa kienyeji? Mambo ya ajabu. Umebaki kusali ndani ya moyo, umebeba kazi za ibilisi na hujawa salama. Heri ukitubu leo, heri ukirejea leo, maana neema ipo. Yupo aliye hai, haweza kukuokoa kijana ukawa salama. Hapa aliye hai, haweza kukuokoa mama ukawa salama. Sami ni mauti, wala usalama hamna. Saa hizi wa mama na mabinti wote mamalaya, vijana na wababa, hakuna cha heshima, wote wazinzi tu. Yaani tukipita kwenye mji, kila mtu ana hawala. Jamani, kweli kuna maonya hapa. Baba ataonya nini na yeye ana hawala? Tena sio mmoja. Na watoto wanajua mahala babake. Ni mambo ya ajabu kweli. Kuna mji mmoja mpaka nilishanga kwamba jamani, paka babu ana hawala na yeye. Eti kuna maonya hapo. Kila mtu asema na mpenzi. Tena hapo anaoga na dawa. Taka za kila namna zinafanyika chini ya mbingu. Hizo ni kazi za ibilisi, zimo ndani ya mioyo. Na zimewekwa connect. Wanauza madawa ya mvuto, madawa ya mapenzi. Kwa anaenda mnadani, anaenda madukani. Kuna maduka sasa mpaka ya dawa za kienyeji. Wanaenda mpaka waganga kuoga. Anataka haribu mji fulani, anataka haribu ile ndoa. Anaenda kuoga, anachukua mapicha, passport za yule mama zinachukuliwa kwa hiyo zinapelekwa kwa mganga. Okoka mwanandoa. Pokea Yesu ndio salama. Anashuhudiwa hataki. Zinafanyika kazi mbovu katika Mungu wa roho. Shetani hataki waishi mume na mke kwa amani. Ni kuvuruga kila siku. Kwa hiyo yaani wako kazini kufanya kazi za ibilisi kwa sababu zimo ndani ya mioyo yao. Wanaenda kwa waganga kuoga na passport zimebebwa, yule mama hataelewi. Zinapelekwa.
Anza kuambiwa huyu asipende, kuanzia leo tunamfuta na kumtoa. Tolewe kabisa. Simuone kama ni mke wake, anione mimi. Utashinda hayo bila Mungu. Na una dini haiokoe. Haiwezi kufanywa salama. Haina shida kabisa kuleta wokovu kwa wanadamu. Dini haina hiyo kazi. Yupo mwanaume aliye hai milele, anayetengeneza palipoharibika, anayerejesha, anayefufua. Yeye ni ufufuo na uzima. Akiingia moyoni, kila kilichoibiwa kinarejeshwa. Shetani anarudisha huko, anakimbia kwamba rudisha haraka, rudisha ndoa yake, rudisha aliyeiba ndoa. Ni nani? Simba kabila wa Yuda akiingia moyoni, hata kama ndoa ilibiwa, hata kama mume alibiwa, yeye mwenyewe rudisha. Akishaamrisha, pepo zinasema tunaacha, tumekujua wewe, tunaacha hii ndoa, tunaacha kila kitu kilichoiba cha kwako, hivyo vyote vitu vyake tuliiba sisi, tunarudisha. Chukua Yesu leo, chukua mfalme leo, haweza kurejesha maisha yako, haweza kurejesha ndoa yako, haweza kurejesha uhalisia wa maisha yako. Unajua kuna watu wanaishi maisha ambayo sio yao kabisa. Shetani amempa maisha kuishi maisha yake ambayo hata mwenyewe hayataki, maana mle moyoni ameweka kazi zake. Binti mdogo tu wanaume yeye amebadilisha. Mezani haya maisha ni yako. Badilisha wanaume 5. Ni yako maisha. Mimi nimeuliza wengi wasema sipendi. Nimeshangaa inakuja nguvu tu. Wakati mwingine linapanda liasi anaanza kuinuka, simtaki yule mume, nimemchukia. Ndio anabeba mabege na anza kuondoka. Sinisumbue baba Isani, nitapata mwingine bahati yangu. Sasa naongea ni wewe huko mna kazi za ibilisi. Bahati yako unanua mitumba hii. Anatoka hapo anaenda kuolewa kwingine. Kazi za ibilisi zimo mne. Ni nguvu kamili imepandwa ibilisi. Ila Yesu hawezi kutoka. Hiyo dini ulionayo haiwezi kukuondoa kwenye hayo maisha. Haweza kukuondoa. Ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haweza kugeuza maisha yako mama. Ni Yesu Kristo pekee. Watu kwenye ndoa wanaishi panya na paka, kuvumiliana eti wanaitana. Wakati mwingine mama anafunga na ngoa, nikasalimie tu, ni maaidi kusalimiana, mnawaka moto humo. Mambo yamekuwa magumu. Maana shetani ameweka kazi zake ndani ya mioyo kwa mume na kwa mke. Wao kikutana ni kama wanakutana kiberiti na majani. Eti kiberiti na majani ukiwasha nini kinatokea? Moto na waka. Wanapowaka moto utakaa, si unaungua. Kwa hiyo saa hizi safari nyingi, nikasalimie shangazi, nikasalimie nani humo ndani mnamwagete humo. Bila Yesu kazi za ibilisi hapo ni kuharibu. Wala hana jambo tena. Ana mpango wa kuharibu ndoa, ana mpango wa kuiua, ana mpango wa kuiharibu. Utoke hapo kaolewa na yeye atoke hapa kaolewa. Na hata anapoleta maugomvi mle ndani, tayari mapepo ya mafarakano yameingia. Huyu mwana yake naye anaanza kutongoza huko, anatafuta mwingine. Kazi ya ibilisi inafanyika. Wanaishi danger. Yaani mama anaishi hivi, ameweka mguu mmoja ndani mwingine nje. Tena mne ndani, kazi za ibilisi zinaongeaje? Achana naye. Kwani mume ni ndugu yako? Sio utapata mwingine. Angekuwa baba yako kweli. Mume sio baba yako. Kama sio bahati yako, basi achana naye. Zile kazi zinaongea mle moyoni. Mume haelewi kinachoongelewa. Mke ndio kinaongea. Na mume naye anaongea naye. Kwani mke ni mama yako? Sio utapata mke mwingine. Mke hatoi mara moja. Kazi za ibilisi zinafanya kazi. Na uelewi kwamba hizo ni kazi za ibilisi. Maana hamna Yesu ndani. Na neno Yesu hawezi kuziharibu kazi za ibilisi ndani ya moyo wako. Ikaleta ndoa yako kwenye amani. Ikaleta ndoa yako kwenye matengenezo. Ikaleta kwa Yesu Kristo aliye hai. Hebu ukiwa na Yesu leo, hizi ni kazi za ibilisi. Una Yesu hizo kaelewa. Ninaongea muda inakupangia, ni kazi zake nitakufanya. Mke anakusumbua nini? Mke ni mamako. Mama ndiye anakuaga mmoja. Mke hawezi kama mmoja. Hapo anatoka hapo zinaongea hizo kazi za ibilisi. Anasema ngoja nikatembee huko, nipoteze mawazo. Anakutana na mawakala wa shetani. Unajua bwana kuishi na wanawake hawa wanadharau sana. Tena kishakaa naye muda mrefu,
achana naye. Mwanamke sio babako. Unaona shetani hivyo unganisha kazi ile mle moyoni na kazi ya ibilisi. Amesikia hizo sentensi na yeye hapo anaenda kuzunguka poteze mawazo, akatengane mawili matatu, anakutana na wakala na mama, na yeye anaenda kuongea na mwenzake, naye anamwambia wanaume, utaweza wanaume, nikuvumilia tu, mimi niliolewaga na mume wa kwanza, ya mambo yake yalikuwa hivyo hivi, nikaachana naye. Kwa tayari kazi za ibilisi zinaendelea kufanyaje ili zitendeke kwa wanadamu. Tageuza wanaume mpaka lini? Tageuza wanawake mpaka lini? Kazi mbovu hizo tabu letea leo. Sasa walokole wanavunja miti. Kazi za ibilisi zimo mle ndani, anasali tu. Kazi zinazotendeka mle sio za Mungu, sauti zinazoongelewa mle sio za Mungu, ni shetani anakaa mle ndani anaongea naye. Chana naye. Kani lazima mheshimu nini? Sumbuani sibabaishani. Mke huyo na yeye sibabaishani. Anakuja yule baba anakutana na kazi za ibilisi zimejaa mno. Wote utashangaa mtu anaita amenuna. Mama Jennifer, habari zako? Kazi za ibilisi namwambia achana naye, usizungumze naye, sikusumbui. Sikia ifanyeje kwanza nirudi, amechelewa, ana hawala huyo, tena naye. Nini kinachoongea? Choko Yesu hakuja kazi za ibilisi. Choko Yesu alonde ufahamu mama. Choko Yesu atengeneza fahamu baba. Ni mwanzilishi wa ndoa, ni mfalme wa amani, ni baba muumbaji. Alidhihirisha ili aondoe nguvu ya dhambi kwa mwanadamu Bwana. Haya yanaongea huko ni madhambi. Yupo kazini yeye kwa ajili ya kuharibu, na mapiti na wenyewe ameweka humo vitu vyake, anazungumza, ameweka kazi zake. Wakikaa kwenye skrini, wakikaa kwenye mitandao, taka za kila namna zipo zinaongea ndani ya mioyo. Wanajua kuchaji mno. Sasa wanakuwa kwenye mitandao, yaani uharibifu kwa mkubwa umepitiliza. Nini? Hayumo Yesu moyoni. Kazi za ibilisi zinaendelea. Mabinti kwa vijana amewaharibu wengi. Wako kwenye mtandao kufanya kazi zake za ajabu, za kutisha. Yaani saa hizi mapicha ya ovyo wanayafuatilia, hata kwa hela anaweka MB, wanafungua wanatafuta hayo, tayari anajaza mauzinzi na uasherati. Binti atatafuta yeyote tu anataka hata liwe isee. Kazi za ibilisi zipo mle. Hawezi mtu akaenda kuzini hivi, kazi zimeanza moyoni. Mtandao umo moyoni. Kwa hiyo vijana saa hizi wapo, unadhani mabeberu. Unadhani ni mabeberu ya jioni. Unadhani yani mabata yanataka kuachana jioni. Saa hizi yani macho yako juu, kila siku anawaza maishati tu. Kwani zipo kazi za ibilisi. Hata ataweka manyimbo ni hayo hayo. Anaweka mafilamu ni hayo hayo. Takataka zimejaa ile kwenye dini nayo. Kazi zimo za shetani. Jokitano kolewa leo. Kabinjo kolewa leo. Yatosha kufanya kazi mbovu. Yatosha kufanya kazi za ibilisi. Choko Yesu kwako wewe huru Bwana. Ndani ya Yesu Kristo. Mwanadamu mwenyewe akiwa na Yesu moyoni, anakataa ubaya moyoni, anakataa dhambi moyoni, yumo Kristo mle ndani. Inaingia roho ya kumcha Mungu. Tashangaa mtu anachukia uovu. Hata kiambiwa mtu uovu, hata kama namshirikisha sasa, sinishirikishe dhambi. Nishatoka huko. Nimekombolewa mimi. Niko mbali na dhambi. Sinishirikishe. Pokea Yesu Bwana Mwokozi wako. Wewe wangapi wamekushirikisha dhambi unawaambia hivi? Unadhani kwa nini uambi? Ndani zimo kazi za ibilisi. Zimo kazi za shetani zinafanya kazi. Kwa hiyo shetani anatafuta mawakala connect ya utendaji wake ili kazi zake ziendelee. Anasema yeye alidhihirisha aondoe dhambi. Wala dhambi haimo ndani mwake. Kila kae ndani yake hatendi dhambi. Kila tendaye dhambi hakumuona yeye. Saizi watu wengi macho ya ndani hayamuoni Kristo. Wanaona miungu, wanaona pesa, wanaona dunia, wanaona vinyago. Hawamuoni Kristo, maana hayumo ndani ya mioyo yao. Hata ende kanisani apewi Kristo, ni miungu. Yuko haza kukoka na kufungwa macho rohoni.
anatuweka huru Bwana. Ndani ya Kristo tunakuwa mbali na dhambi. Aliacha enzi na mbingu, mimi na wewe tuokolewe, tutoke kwenye vifungo vya dhambi, tutoke kwenye tamaa. Wanadamu sasa wamejaa tamaa ndani ya mioyo ya dhambi, tamaa ya miungu. Huku wanasali kanisani, anaenda lakini moyoni amebeba tamaa ya mwili, tamaa ya macho, tamaa ya mavitu. Hawatamani basi wasiokoshwa neno la Mungu, wanatamani miungu ndani ya mioyo waendeshe. Miungu itakupeleka wapi mwanadamu? Ulikuja na nini? Unajua unaondoka lini? Na nini miungu moyoni? Haukuja na kitu na unaona wengi hata unaondoka haondoki na kitu. Ya nini hiyo miungu moyoni? Hata wachawi wanatumanisha kwenye uchawi watapewa mavitu ya dunia. Mavitu ya dunia utaenda nayo wapi? Unapita unaondoka. Nani wa milele hapa? Anyoshe mkono, mimi nitaishi hapa milele. Sasa ya nini hayo moyoni? Wakati sio ya milele. Na kuna siku tayaacha. Mtu ameyaweka moyoni. Tangia nao muendesha. Tamwona Mungu hivi. Kristo hataki moyoni, hataka mavitu. Na miungu ya dunia hii ambayo imekamata watu wengi wanaendesha na hili. Alidhihirisha ondoe dhambi. Taka Kristo moyoni. Taka mwana wa Mungu moyoni. Aliyesema amekwisha. Mwanadamu aokolewe. Hawe mbali na dhambi. Hawe mbali na wana. Hawe mbali na dunia ibovu iliyodanganya wengi. Dunia imedanganya wengi. Tena imelewelewa kama mlevi. Imeelemewa na mzigo wa dhambi. Imedanganya wengi, wa baba na wa mama, vijana kwa mabinti, wasomi na wasiosoma, wote wamekaa kwenye udanganyifu wa dhambi. Na zinawaendesha. Mtu ana mke na watoto na mawala na wewe. Umedanganywa eti ndio hao wanje. Huyo wanje ndiye anaweza kakaa na kutia moyo na kupembeleza. Dunia imemwambia na anaendea hayo. Anayafuata. Na wale wa nje wamewekwa na shetani, wana plana ya ajabu. Yaani anajua jinsi ya kumtaka na kumpamba na kumpiga busu. Mama watu anajua kulea watoto, haelewi hayo. Kwanza ametoka, amefua madaso, tena watoto wamsumbua mchana, amepika, amefanyeje. Sasa anakuja hata mume hana muda wa kumtaka mume. Yeye anataka mume kama mpira. Na nikimtaka hivi nampiga na busu. Ili kumaliza sahau na mti. Anaenda tu kwenye mti kama limdoli fulani, lakini alishachukuliwa fahamu zote ziko kwa hawa. Ni mambo ya ajabu shetani anafanya kwa wanadamu. Unaweza kumwona na akili timamu, kumbe zote zimechukuliwa ziko kwenye kopo akili. Anaenda kwake kama kutimiza wajibu kwamba nionekane na mimi nina mti, lakini ufahamu wake wote uko kwa hawa. Kwa mle nani lazima atakuwa anasoma makosa tu kwa mtu, ni makosa. Kwani yeye mwenyewe original hayupo. Choko Yesu leo, anajaza akili yako. Choko Yesu leo, anajaza fahamu. Hapana uchawi wala uganga tu Yakobo. Israeli yako matendo makuu ya Mungu aliye hai. Kwa Yesu atulogeki. Uweze ukaweka kwenye kopo Bwana. Kiwa ndani ya Kristo ni salama salimini. Tunapewa haki. Anasema yeye ni Bwana anayefanya hukumu ya haki kwa wanaoonewa. Hayo ni maonezi. Rejea. Hivyo ni vifungo. Geuka. Yupo anayefanya hukumu ya haki kwa wanaoonewa. Chukua hatua leo. Taonewa na ibilisi ndio mpaka lini? Yaani nimekaa ni golikipa, watu wanafanya kazi. Yeye anakutaka tu kupokea hela. Hapo mama nyumbani ndiye tu anamuita golikipa. Golikipa naelewa watoto tena. Sio yule hawala ndio golikipa kule. Ni mambo ya ajabu. Anakulaga tu afanye kazi yoyote. Hafanyi kazi yoyote. Na hao watoto nani anaelea? Analea hakikisha waoge, wafulia, wafanyeje. Hapo anamuita golikipa. Wale mahawala si ndio magolikipa hao? Utaibiwa hivyo mpaka lini baba na familia? Golikipa limekaa hivi kudaka. Kwanza anataka kumdaka yeye. Nikisha kudaka wewe nimedaka na hela zote hizo nazo. Unaanza kucheka cheka tu baadaye akili zote zimefuse. Taibiwa hivyo mpaka lini? Mpaka lini maisha yasiyofaa? Yuko mwanaume leo haweza kufanya uwe salama. Utawajua ni wezi. Utawakataa. Hata nikikusogea sema stop. Mtu aliye na Yesu akisogea na manjojo yake, Hamisi na wewe kwa kijana, Sinipake ni matoto yako.
Sitaki mimi takataka hizo. Nimempokea Yesu Bwana Mwokozi wangu. Sitaki malaya. Utaona lenyewe na manjojo linaanza kwenda pembeni. Wamepaka manjojo, wamevaa tu mini mrupaje, tuko nje. Kuna saume za wengine. Ndio kazi mbovu ziko ndani ya mioyo. Na baba naye hana Mungu. Ninambusu tu naye anacheka. Sio una Mungu. Paka lini haya maisha yasiyofaa? Paka lini kufanya kazi ya ibilisi? Geuka leo. Neema ipo. Akiingia Yesu anaweka ufahamu wa kimungu. Unaiona dhambi unaikataa. Unaona mabaya unakataa. Njia isiyofaa uiendei unakataa. Maana yuko simba kabila Yuda ndani ya moyo, anakuzuia dhambi. Simama kwa miguu miwili. Mungu aliokupa. Mimi amesema nawe jioni ya leo.